ile migogoro yangu mimi na mume wangu ya kule kukosana, yale ule ugomvi, ile hali ya kutokuwa na furaha na fukuto la upendo ndani ya familia kuliweza kumwasili mtoto wangu bila sisi kama wazazi kujua. Tulikuja kujua baadaye sana, mpaka kafika mahali akawa tomboi kabisa, akakana kabisa mwanamke wake, akasema sitaki kuwa mwanamke, mimi sitaki kuja kuwa kama mama, sababu ndoa yangu haikunspire kuwa mwanamke. Yani aliona kuwa mwanamke ni mateso, kuwa mwanamke ni kitu ambacho kitakuja kukuumiza baadaye. Kwanza niambia mama na maongezi na wewe. Sasa njoo chumbani tuongee. Hakuja chumbani, sema hebu soma barua hizo. Kasoma barua ya kwanza, barua ya pili, barua ya tatu. Yaani wasichana wametiririka, wanamwaga hisia zao kwa namna wanavyopenda. Kwa hiyo wasichana wanamtongoza. Yaani kama vile mwanamke anamwandikia mwanaume. Lakini wanamwandikia msichana mwenzao. Okay. Yaani niliposoma zile barua nikasema, yaani nilisikia moyoni natetemeka. Ila sitaka kumuonyesha kama ninatetemeka. Niliogopa. Nikasema kumbe huyo mtoto nilie naye. Yaani mambo bora nasema mtandaoni kumbe hapo ndani mwake. Sasa Mungu wangu. Nisoma zile barua nikamaliza, nikamuuliza, wewe umejisikiaje kuandikiwa hizi barua? Ananiambia mimi najisikia safi tu. Yaani yeye alikuja kwangu nimpe tu labda ushauri au nini. Lakini alikuwa anaona kwamba anachofanya ni sawa. Ni sawa Hapo ndo nilipogundua hasa kama mwanangu ana tatizo. Lakini bado nilikuwa sijajua kama ndoa yangu ndio iliyosababisha hiyo tatizo. Kwa sijajua. Mpaka nilipoongea naye. Akanivuta pembeni, ndio akanivuta akaniambia, sasa sikia nikwambie, hapa naishi na aunti huyu hapa. Aunti yako, mambo Helen, poa. Usimwambie mama yako, sawa? Usimwambie mama. Shortly, usimwambie mama yako. Imeisha. Ndio, tumekubaliana sawa. Lakini sijaelewa kinachoendelea. Sababu sina information yoyote. Sina information kama nyie mmeachana. Sina information kama nyie watu hampo pamoja. Na besides nyie tayari mnaona ndoa mmeoana. Kwa hiyo naomba tu ilifikiria hilo vizuri. Niandika barua ndefu, sikumbuki sana sijui ilienda wapi. Niandika nikaweka kwenye drawer yake ambayo anaitumia sana kwa kazi. Nikaiweka pale, mimi nikaondoka. Nimeondoka, nimefika, nimelala siku moja, siku ya pili baba kanipigia simu, sema mwanangu samahani, nimeona barua yako, nitaifanyia kazi ile tunaniambia. Haya. Mimi nimeenda zangu shule, nimerudi, napigiwa simu watu wako pamoja. Nikajaba mimi nimefanikiwa. Habari za muda huu ndugu mtazamaji, ninapenda kukaribisha kwenye podcast yetu siku ya leo. Na leo Mungu ametupa neema ya kuwa na mtumishi wake Rehema Regasira. Dada Rehema ni mwalimu wa neno la Mungu, ni mwalimu wa ndoa na mahusiano pamoja na malezi, lakini pia mbali na hayo ni mwandishi wa kitabu hiki kizuri sana kinachoitwa Migogoro ya Wazazi Inavyoharibu Hatima za Watoto. And hichi kitabu binafsi nimekisoma and I would really recommend you kama mzazi, kama mlezi, hata kama ni mzazi mtarajiwa upate nafasi ya kukisoma. Ninaamini kitakusaidia sana. Lakini pia kinaweza kukusaidia hata wewe, sio tu kwenye malezi. Inawezekana kuna migogoro ambayo ulipitia wakati unakuwa, migogoro ya wazazi, migogoro ya kifamilia. Utakapokisoma ninaamini kabisa kitakupa maarifa yatakayokusaidia kujua unawezaje kutoka kwenye madhara ambayo yalisababishwa na migogoro hiyo. Dada Rehema, nipende kukukaribisha tena. Karibu sana. Asante sana. Lakini pia leo Dada Rehema hajaja peke yake. Dada Rehema amekuja na binti yake anayeitwa Helen. Huyu ni binti yetu ambaye ninaamini kuna vitu ambavyo tutamsikia, tutajifunza sisi kama wazazi kwa ajili yetu, lakini pia kwa ajili ya watoto wetu. So stay tuned. Naamini kuna vingi sana vya kujifunza leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, karibuni sana.
Asante. Dada Rema, binafsi nimepata nafasi ya kusoma. Hichi ni moja ya kitabu ambavyo nimevisoma mwaka huu 2026. Nashukuru. Na kiukweli mimi binafsi kimenibariki. Amina. Kimenipa vitu vya kujifunza kama mzazi. Na nikatamani tupate wasaa wa kuzungumza ili pia vimsaidie na mtu mwingine. Kwa sababu wazungu wanasema sharing is caring. Na kwa kuanza kabisa natamani kujua ilikuwaje mpaka ukaandika kitabu hiki, migogoro ya wazazi inavyoharibu hatma za watoto? Nini kilikupelekea kuandika hichi kitabu? Hasa kilichonipelekea kuandika hichi kitabu ni mapito ambayo nilipitia katika ndoa na pia mapito ya kuhusu mtoto wangu. Mimi nilikuwa nimeolewa, sasa hivi siko kwenye ndoa, lakini nilikuwa nimeolewa. Wakati nimeolewa, ile migogoro yangu mimi na mume wangu ya kule kukosana, ule ugomvi, ile hali ya kutokuwa na furaha na fukuto la upendo ndani ya familia kuliweza kumwasili mtoto wangu bila sisi kama wazazi kujua. Tulikuja kujua baadaye sana. Kwa hiyo mtoto wangu ikaweza kumwathiri hiyo hali mpaka akafika mahali akataka kuwa tomboy, akawa tomboy kabisa. Akakana kabisa mwanamke wake, akasema sitaki kuwa mwanamke, mimi sitaki kuja kuwa kama mama, sababu ndoa yangu haikunspire kuwa mwanamke. Yaani aliona kuwa mwanamke ni mateso, kuwa mwanamke ni kitu ambacho kitakuja kukuumiza baadaye. Kwa hiyo alipokuwa ananiangalia mimi, anapata picha kama kumbe na mimi nikija kuwa mkubwa nikaolewa nitaishi kama mama. Kwa hiyo yale maisha yangu mimi yeye hakuyapenda. Ni maisha ambayo hayakumpa hamasa ya yeye kuendelea kujisikia vizuri kuwa mwanamke. Nataka kusema hivyo. Kwa hiyo ndani yake, na tutaongea naye utamsikia jinsi alivyo, simsemee sana, ataeleza namna ambavyo lakini sasa baadaye sana ndo niligundua, sababu yeye alianza kuathirika akiwa darasa la 4, lakini sisi huko hatukunotice chochote. Tulikuja kunotice akiwa form 1 ndo nilikuja kugundua kwamba mwanangu ana tatizo kubwa. Mimi nilikuwa nashuhudia tu ni mtu fulani ambaye alifika kipindi kile cha teenager, natarajia akawe kabinti fulani kakujipenda, kakujifurahia. Sikuona hicho kitu kinatokea. Nikaanza kuona ni mtu anavaa minguo mikubwa, ni mtu ambaye afurahii, yani kuvaa kigauni fulani akaonekana kama mdada. Hataki kuwa mdada. Nikaona ni mtu ambaye anavaa mizura ile, mara avae ile ni nini, ile vile vitambaa vya wauni vile vya kufunga hivi. Sasa nikana nashuhudia kitu namna hiyo. Mwanangu kwani iko hivi? Na babake akaniambia, mwanangu kwani mtoto wako au mdada kaka sichana fulani? Hamna, atokei msana wa namna hiyo. Yaani tukawa tunashuhudia kama ni mtoto ambaye anavaa t-shirt ya babake, ni mnene ana kifua. Kwa hiyo anavaa t-shirt ya babake anaivaa na mipensi na nini. Sasa kana nashangaa, mwanangu hakika labda ni utoto tu atakuwa. Siku nyingine akaniambia, mama, hivi hamna dawa ya kuchoma maziwa yakaondoka kifuani? Huwezi kuamini mimi siku notice kama ni shida. Nisema labda kwa sababu imeanza kuchomoza, kuna mvulana huko vinamkimbiza. Ndio maana hataki. Kwa hiyo nikasema mwanangu hamna, yakishatoka yametoka. Mama mimi siyapendi, lakini kwenda kuvaa nguo wakati anaenda shule. Mama ni mtu ambaye anayabana. Anataka aonekane. Kuna blazia nzuri za kukaa vizuri, anataka vae za kubana, yani yasionekane maziwa. Na bado sielewi. Sasa hapo anasoma hapo kaingia form 3. Hata ameingia form 3 namuona jamani sio mwanafunzi ambaye ni msafi. Kama kadada vinavyokuwa, yani mwanangu anavaa minguo hata ajali. Yani anavaa yani uniform kiziangalia, na alikuwa anazichafua makusudi, yani zile kwenye muonekano fulani ambao sio kupendeza, yani ni mradi tu. Na yeye mizura alikuwa anaona anaivaa, akifika geti la shule anaivua, anaweka kwenye begi. Afika shule ndio anavaa mizura yake. Sasa ikaenda alipofika form 2 kuelekea form 4. Hapo ndo hapo sasa ndo akaniletea barua. Kaniletea barua 3 nakumbuka. Kwanza nimeambia mama na maongezi na wewe. Sawa, njoo chumbani tuongee. Hapo chumbani sema hebu soma barua hizo. Nikasoma barua ya kwanza, barua ya pili, barua ya 3. Yaani wasichana wametiririka, wanamwaga hisia zao kwa namna wanavyompenda. Kwa hiyo wasichana wanamtongoza. Yaani kama vile mwanamke anamwandikia mwanaume.
Lakini unamwandikia msichana mwenzao. Okay. Yaani niliposoma zile barua nikasema yaani nilisikia moyoni natetemeka. Ila sitaka kumuonyesha kama nilitetemeka. Niliogopa. Nikasema kumbe huyo mtoto nilie naye. Yaani mambo ambayo unayasoma mtandaoni kumbe yako ndani mwako. Kasa Mungu wangu. Nisoma zile barua nikamaliza, nikamuuliza, "Wewe umejisikiaje kuandikiwa hizi barua?" Kaniambia, "Mimi najisikia safi tu." Yaani yeye alikuja kwangu nimpe tu labda ushauri au nini. Lakini alikuwa anaona kwamba anachofanya ni sawa. Ni sawa Hapo ndo nilipogundua hasa kama mwanangu ana tatizo. Lakini bado nilikuwa sijajua kama ndoa yangu ndio iliyosababisha hiyo tatizo. Okay. Basi sijajua. Mpaka nilipoongea naye. Kwanza kabla sijaongea naye nilipiga simu kwa makansela wengine huko. Kamsimulia jinsi ilivyo, akanisikiliza. Amia madam, mbona sina connection na hii tatizo? Nikakata simu kampigia kansela mwingine, therapist mwingine. Kumbe mwanangu ana tatizo 1 2 3, akanijibu. Jibu sawa sawa na alivyonijibu. Basi janga la kwangu hili. Sitaki kumtafuta mtu mwingine. Nipambane nalo. Ingia chumbani kwanza nikalia. Nakumbuka sikia kutoka nje kabisa. Nilipomaliza kulia nikatulia. Nikamwambia Mungu nifundishe. Naona hili sasa ili jaribu ni la kwangu na mimi ndio nataka unitumie nimsaidie mtoto wangu. Nifundishe. Kwa hiyo nimetulia nasikiza sauti ya ndani itaniambia nifanye nini. Nikasikia sauti ikiniambia msikilize. Na niliposikia sauti nilipata amani yani. Basi nikaanza kumkamuita. Kuna wakati mwingine alikuwa kimuita anaongea kidogo sana alikuwa na maumivu makubwa sana. Ongea kidogo afa anaacha. Hataki ajisikii kuendelea kuongea sana. Kwa hiyo nikaa namuita anaongea kidogo, anaongea kidogo kabisa. Basi kima nyingine ikanijia. Ikaniambia mpe daftari aandike. Okay. Nikanunua counter book nikampa, ngambia hebu andika. Andika kila kitu, ngambia andika chochote ambacho mimi nimewahi kukosea. Yaani chochote usiogope chochote, wewe andika tu. Sasa nilipompa andike ndo alikuwa anaweza kuandika sasa. Aliandika. Kuanzia akiwa miaka 5 mpaka anaandika alikuwa na miaka 15. Kuanzia miaka 5. Kuanzia miaka 5. Yote alikuwa anakumbuka. Yote alikuwa anakumbuka, huwezi kuamini. Okay. Mengine imetokea miaka 5. Yeye anakumbuka. Basi akaandika. Nilikuwa kuna wakati nitoka kazini nikasoma ile daftari. Nakosa nguvu yani natulia huko ndani. Alisema haya yote ndio alikuwa moyoni mwa mwanangu. Kumbe vitu vyote hivi amevihifadhi. Basi namuita akishasoma namtafsiria. Namwambia ambako mimi na babake tulikosea, namwambia haya ni makosa. Mimi na babako tulikosea. Au mimi kama nimekosea ni mimi, naambia hapa mimi nilikosea. Kama ni babake na baba alikosea hapa. Kwa hiyo nikaa namtafsiria hapa yenye kumuomba msamaha, nikaa namuomba msamaha. Tulikosea sana. Mfano kama ili kumpeleka boarding nilimuomba msamaha mwanangu kama nikukosea. Sikujua. Na mambo mengine ambayo nilikuwa nikisoma mule nagundua hapa ni tulikosea, namuelezea kama haya ni makosa. Kwa hiyo kidogo nikaanza naongea naye kila siku. Nilitumia kama miezi sijui kama 5. Kila siku naongea naye kila siku mpaka nilisikia huku ndani sina cha kumwambia. Yaani kama vile mzigo umeisha. Niliposikia sina cha kumwambia nikanyamaza. Kasi mwambie chochote. Sio kama alikuwa amebadilika, alikuwa iko vile vile. Mambo yake yale yanaendelea vile vile. Kwa hiyo nikanyamaza tu. Kidogo nikaanza kuona anarudia gauni zake ambazo alikuwa hajawahi kuzivaa, ni ziko kabatini. Nikaanza kuona anavaa dera. Uje nilikuwa nishasahau kama mwanangu avai dera. Lakini ndio mzoea anavaa mipensi mikaptua. Ile ni anafada anatoka nje. Yeye mwenyewe anarudi anasema, mama, nimetoka nje na dera." Alafu sijaona aibu. Nasema, ile mbegu inaanza kuota." Kidogo, yani nitumia muda mrefu kwa kweli, siwezi kuwa muongo. Kidogo nikaona anaanza kujikumbuka. Anaanza kujifurahia tena kuvaa kigauni anatoka nje. Ile mizura akaanza kuivua. Mwanangu akaanza kukumbuka hadi kusuka. Akaanza unajua katikati hapo. Ilibidi nichukue album ya utotoni nimkumbushe mwanangu alivyokuwa. Alisahau kabisa alivyokuwa.
Mwanangu alijisahau alivyokuwa. Mwanangu alikuwa anapenda kutembea kimisa, anapenda kuvaa misa, anapenda kusuka. Hizo picha zote zilifutika kwenye akili yake. Kwa hiyo nikachukua ka album ka utotoni kale, nikaambia mwanangu, wewe ndio huyu. Ulikuwa unapenda kusuka, ulikuwa msichana ambaye unajipenda, unapenda fashion, unapenda nini. Kidogo kidogo akaanza kumkumbuka yule mtoto aliyekuwa amemsahau. Akaanza kumrudia, na nikaanambia meditation za kumrudia yule mtoto. Kanamwambia yani kuna inner child ambaye umemwacha huko ndani. Huyu unayeishi sasa hivi sio wewe. Kwa hiyo akaanza kumrudia yule mtu, namuonyesha sasa album kake jinsi alivyokuwa. Akasema kumbe mimi ndo nilikuwa hivi. Akaanza kumrudia sasa yule mtoto. Basi kidogo kidogo, nikaanza kuona anasuka nywele. Anavaa gauni kidogo. Haoni tena haibu ya vikosi sasa vya wanaume. Mwanangu alikuwa anaweza kukaa nje hata saa 6 za usiku. Unajua ilifika mahali. Ilifika mahali mpaka ngasema Mungu wewe unajua. Yaani alikuwa ni mwanaume, unajua ni mtoto wa kiume kabisa unaishi naye ndani. Kwa anakaa kwenye vikundi vya wanaume hata 30, ngapi iko unamkuta iko peke yake. Yeye na yeye anajiona mwanaume mwenzao. Kwa hiyo nibidi tu nisishindane naye. Nimwache. Huyu wewe nimwache tu. Namshukuru Mungu. Kidogo kidogo vikundi sasa hivi hana. Sasa hivi ni kasichana ambako kanajifurahia. Anapendeza kabisa. Unajua kuna vitu nilikuwa kimuona sasa namshukuru Mungu. Yaani namshukuru Mungu kwamba yani kuna siku akaja akaniambia mama kuna mzazi mwingine kinisikia atanishangaa. Anambia kuna nani shuleni tunasoma naye, mkaka ananitongoza, ananipenda. Unajua ukiwa mzazi mwingine sasa, wewe mwanangu umeshaanza. Lakini mimi moyoni mwangu yani niliona ni ushuhuda. Kwa sababu ulikopita. Ni kitu ambacho kwenye ukuaji wake huko alikuwa anakipinga sana yani. Anajiona mwanaume. Yani mimi si mwanaume, ananitongozaje kati mimi ni mwanaume mwenzake. Kwa hiyo yani kitendo cha kusema eti nikamuuliza, wewe unampenda kijana? Sio kama nampenda au simpendi, lakini namfurahia tu. Namfurahia. Just a friend nini. Namfurahia. Kwa hiyo mimi niliona kama ni ushuhuda kama mwanangu angalau. Yani ule mwanamke sasa angalau unaweza kutokeza ambao ulikuwa haupo kabisa. Haupo kabisa. Hata anavyokaa sio msena tena yani ni mtu ambaye anaoga maji tu, apaki mafuta la nini na vitisheti yuko hapo. Nilikuwa naoga. Kama kwenye ndo kwa mfosi. Kwa hiyo ni ushuhuda unaotembea. Kwa hiyo ni ushuhuda yani ni kitu ambacho kilitokea na kilisababishwa na maumivu ambayo aliyaona kwenye maisha yangu mimi. Akaona kwanza alipomuona baba yake, akaona baba yake sio mwanaume ambaye yeye anaweza akajivunia kwamba yeye anaweza kupitia picha ya baba yake akapata mwanaume mwingine akaolewa. Kwa alikuwa atamani kupata mume kama yani sio kama utamani tu yani sababu mtoto wa kike anapokuwa anamwangalia baba yake anaangalia wanaume wote kupitia baba yake. Kwa hiyo baba yake alimdisappoint, akaona wanaume sio watu wazuri. Kwa hiyo niweza kumwambia kama wanaume sio kama wote ni wabaya, na babako sio mbaya, ni kwa sababu tu alikuwa na matatizo yake ambayo yalikuwa yanamfanya awe vile. Lakini nafikiri pia wababa wana kitu cha kujifunza. Kwa sababu hata leo nilikuwa nimeona posti moja, mtu alikuwa ameposti status ya mdada alikuwa anacheza muziki, alafu akaandika kwamba ni nani anatamani apate mume kama baba yake. Ukiangalia comments zilizokuwa zinasomwa pale, wote walikuwa wanakataa. Na kuna mmoja yani akakataa kabisa. Akasema in the name of Jesus, sitaki kuwa na mume kama baba yangu. Yes, kwa hiyo nafikiri baba pia wana kitu cha kujifunza. Unajua wakati mwingine unaweza ukawa unamtesa mke wako au unamnyanyasa ukifikiri unamkomoa yeye. Lakini unaweza kukuta wanaoathirika zaidi ni watoto wako. Ni watoto. Kwa hiyo ni muhimu hata kama wazazi mnakuwa mna changamoto, mkatafuta namna nzuri ya kuzisuluhisha bila kuwaathiri watoto. Bila kuwaathiri kabisa watoto. Sababu mtoto wa kike anajiona kupitia mama yake. Mama yake anavyoishi. Ndio anaanza kufurahia kuwa mwanamke kama mimi nikiolewa na mimi nitaishi kama mama, nitafurahia ndoa kama mama, nitakuwa na mwanamume anayenipenda kama mama. Asipokiona hicho, anaanza mwingine anaweza asiwe tomboy,
lakini akawa ni mwanamke ambaye hawezi kusubmit kwa mwanaume. Sababu sio kwamba hataki, sababu mwili wake ushakuwa kama vile una addiction. Yani hawezi, sababu ni kama anajiami hivi kama nikisubmit anapicha mama yake kichwani kama mama nilimuona naumia. Mama nilimuona anateseka. Kwa hiyo ndio wana wengi anaolewa unakuta anataka kujipambania. Yuko ndani ya ndoa anataka ajipambanie. Sio kama ni wabaya wale. Sio wabaya, sema wana addiction ya maumivu ya wazazi wao. Na nafikiri kipindi cha kuanzia mtoto anapokuwa 0 mpaka miaka 13 ni kipindi ambacho wazazi tunatakiwa kuwa makini yani sana. Kuwa makini mno unafanya nini kwa mke wako au kwa mume wako. Sio kwa mke tu, hata kwa mume. Mwanamke akiwa anamtreat vibaya mume wake, mtu wa kiume anaona anaanza kuchukia kabisa wanawake. Sababu ndio kipindi ambacho mtoto anajengeka. Anajengeka ndio. Na yote yeye anakuja kudhihirika akishafika miaka 13 kuendelea. Anaanza kukuonyesha kile alichojifunza kipindi hicho. Yeah, kwa hiyo wazazi, Mungu atusaidie. Dada Rema, wakati unazungumza kuna kitu uliongea hapo, ulisema kwamba alikuwa boarding, si ndio? Alienda boarding akiwa na umri gani? Miaka 6. Na nini ilikuwa sababu ya kumpeleka boarding akiwa na umri mdogo hivyo? Yani sababu naiongea tu yani kwa kweli ilikuwa sababu ya mashiko hivyo yani, lakini ngoja tu niongee. Sababu kubwa, mimi naishi Uswahilini sana. Kule Uswahilini kipindi hicho ndio kuna vigodoro, watu wanapiga muziki, wanavua nguo. Hakuna maadili hata kidogo kule Uswahilini, Kigogo huko. Kwa hiyo nikaona mwanangu bwana akule kwenye mazingira ambayo sio. Watu wanavua nguo zote, wanacheza. Yani kule maadili hamna kabisa. Na katoto wangu alikuwa katundu kweli kweli. Nikasema hapa njia ya kumuokoa ni nini? Sikuwa nimepata before sikupata wazo la boarding. Sasa nikaa nimejiwa na mamangu mdogo kutoka Bukoba. Akaangalia na yale mazingira akasema huyu mtoto wako nipe niondoke naye nimpeke shule ya masista. Na wao watoto wake walikuwa wanasoma hiyo shule. Boarding huko yeye alikuwa wakubwa kidogo. Kwa hiyo akaniambia niapeleke kwenye hiyo shule, mwanao huko anaharibika. Na mimi nikaangalia mwanangu kweli anaharibika. Nikamsema sawa, nikaongea na babake akakubali. Tukampeleka hiyo shule. Lakini kwa kweli matokeo yaliyotokea kule, ndiye alisoma, alipata maadili mengine, alifundishwa vizuri kwa masista, kwa keni mwanangu aliumia sana kihisia, alitukosa sisi kama wazazi wake, kitu ambacho kimemkosti, kimenigharimu na mimi mpaka sasa hivi. Ni kitu ambacho siwezi kukifuta, nilimuumiza mwanangu mpaka leo akikumbuka anaumia, sababu ananiambia mama nijifunza mpaka kuwa mwizi kule shuleni, sababu nilikuwa sina mtu wa kumweleza matatizo yangu. Kwa hiyo nijipambanie, nijifunze kujitegemea mwenyewe, nijifunze yani hata pale ninapotakiwa kulia nisilie, nijikaze. Kwa hiyo niliumia, lakini kwa siwezi kurudisha siku nyuma. Lakini ni kitu ambacho nakijutia mpaka sasa hivi. Kwa kweli miaka 6 alikuwa mdogo. Yani sasa hivi nikiangalia mdogo kama mwanangu nini mpaka sasa na umri huu. Naumiaga. Anyway, kwa sema ulianza kuona hizo dalili mtoto akiwa secondary, sio? Hichi kipindi ambacho alikuwa shule ya msingi, sawa alikuwa boarding, lakini najua alikuwa anarudi nyumbani likizo. Na boarding alirudi akiwa darasa la 5. Alikuwa darasa la 5. Okay. Tulimtoa kule boarding. Okay, kwa hiyo kwa hicho kipindi darasa la kwanza mpaka la 5. Uliweza kunoti utofauti wote ule? Nilikuwa na notice utofauti, lakini sielewi. Yani sielewi nini. Yani nilikuwa na notice kama hivi anachukia maziwa yake. Anakuwa ni mkorofi. Yani alikuwa darasa la 5. Akawa ni mtoto fulani mtukutu, mkorofi, yani mtoto ambaye yani ni mtukutu fulani hivi. Yeye mwenyewe ataelezea vizuri. Yani mtoto fulani mtukutu, mtoto ambaye yani msomuelewi. Kumbe ndio yeye alikuwa anapambana na hizo hisia za maumivu alizokuwa nazo. Kuna muda fulani alikuwa yani kama anajitenga hivi. Akiwa huko mdogo, yani kama anajitenga hivi, unakuta kama mtoto ambaye kama ana stress. Lakini hakuambii. Yani azungumzi kama hichi kitu kimeniumiza au nini. Ni mtu ambaye shule za boarding zilimfundisha kubeba maumivu yake mwenyewe, kuweza kujisimamia, kukaa kimya. Hii kuongea aliongea siku akiwa form 3 ndio aliweza kuongea na yenyewe nitumia mbinu ya kumwambia andika ili tuweze kuongea. Yani ilikuwa ni ngumu kuongea sababu na mimi mwenyewe kama vile kuna ukuta hivi. Hatuna bondi ile
ya mtu kujiachia, sababu alienda akiwa mdogo yake akajenga ukuta. Unamuona ni mtoto anakufurahia, kumbe ndani yake ana maumivu ambayo yeye mwenyewe akufurahii, lakini kama anakufurahia, si unaelewa? Kwa hiyo nilipoongea naye akiwa form 3 ndo niligundua mimi ananichukia na babake anamchukia. Na katika vitu ambavyo aliviandika, ulisema aliandika vitu ambavyo alikuwa amevipitia. Na vingine umesema vilitokana na ndoa yako. Kuna vitu ambavyo hata kama ni vichache unaweza ukatueleza au ukamweleza ndugu mtazamaji, labda kuna hiki na hiki na hiki ambacho vilitokea ambavyo as a result ndio vikamuathiri. Yes, kwenye ndoa. Kwenye ndoa vitu ambavyo vinatokea, labda mwenzangu anaweza kacheat. Akicheat ukajua cheating zilikuwa nyingi. Kwa hiyo unajua ukiwa naishi na mtu anacheat, umfurahii. Ni muda wote unakaa tu una furaha naye. Mume wangu alikuwa sio mgomvi, sio mtu wa kukutukana, sina tusi lolote kichwani nalo lijua yeye kunitukana wala hivyo, lakini hizo cheating. Na alikuwa sio mtu wa kwenda kutembea kalala huko, atarudi mapema, lakini ana visa vyake. Kwa hiyo mimi nikaa nakosa furaha. Yaani ni mwanamke ambaye nilikuwa nakaa nyumbani nikapika, kufanya vitu vyote, nikampikia mume, nikafanya kazi zote, lakini sina furaha. Hiyo kukosa furaha hiyo, mwanangu akawa ana notice vizuri sana. Aka anajua kabisa, naona nyinyi baba na mama mpo ndani, lakini kama sioni kama mko pamoja. Kama mko pamoja, hivi sioni furaha ndani yenu, mkiwa mkifurahi. Na akawa ananiuliza maswali, mama unampenda baba? Na mimi kwa simuelewi kwa nini ananiuliza hilo swali. Kumbe yeye kasha search kwenye simu ya babake, kashaona michepuko kama yote. Sasa anajua mama anampendaje mtu namna hiyo. Okay. Kwa hiyo akanimtafsiri, mimi nikimjibu kama mimi nampenda baba yako bwana, anaenda kwa baba yake, baba unampenda mama? Na baba yake sasa anamtimua sangia na bwana nampenda mama yako. Mapenzi yakoje? Hayaelewi. Mapenzi haya ndio yako hivi. Mapenzi yani mke na mume ndio wanapendana hivi. Mama unampendaje mtu wa namna hii? Yani kwa hiyo akawa haelewi. Kwa hiyo hajawahi kuchukulia tunapigana watu tunarushana maneno, lakini yeye ile kutohona ile fukuto la mapenzi ndani ya familia, ile furaha yani ile furaha kama watu mnafurahiana hivyo, wao watoto wanapenda kuona mnacheka mnafurahiana, yani wanapenda kuona hivyo. Sasa akuona hicho kitu, kwa hiyo akaona kwa hiyo nikija nikawa mkubwa nikaolewa nitakuwa kama mama, yani niko nyumbani tu nikaanza kulea watoto sina raha. Yani mume anafanya anavyo. Mwanangu mimi aliona kama mume ana nguvu kubwa, anaweza kama afanya akakuoa akakuweka ndani, yakaendelea na other girls huko, wala yana mpango na wewe. Mimi ndo nitaolewa nitakuwa kama hivi. Hapana, basi kama ndo hivi mimi sitaki. Kwa hiyo yani vitu vya namna hiyo ndo alivyoviona sasa. Vingine kama nimesahau atazungumza, lakini kulikuwa hakuna hajawahi kushuhudia ugomvi kati ya mimi na baba yake, kupigana au kutukanana. Kulikuwa hamna vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo afu yeye aliniona mimi kama sina maamuzi, kama sina say ndani ya familia, mimi ndo niko tu na nyanyaso. Yeye ndo alivyoona, na kujua kama pengine yeye baba yake alikuwa vile, pengine mimi nilikuwa namkoroga huko chumbani. Yeye alikuwa hajui. Yeye alikuwa hajui. Kwa hiyo alikuwa anaona mama hapa anateseka. Hapo mama anateseka na mimi sitaki kuwa kama mama. Kwa sababu yani mtoto wa kike anatakiwa awe proud na mama yake. Asipokuwa proud na mama yake kuna tatizo. Kwa hiyo hapo ndo alipoanza sasa kuona ndoa sio kitu kizuri. Afu wakati namshauri sasa, bwana ndoa ni kitu kizuri, kuna watu wanafurahia ndoa. Akasema mama nipeleke kwenye ndoa moja tu. Nikakaa huko. Nikashuhudia kwa macho. Hivi unajua Dasivia nitafuta hiyo ndoa sikuikuta. Maka endelea nitafutie ndugu zako. Maka kanihesabia wewe ndugu yako fulani ndoa yake iko 1 2 3, ndugu yako fulani ndoa yako iko 1 2 3. Mbona sijaona watu wakiishi kwa fulani ndani ya ndoa Mungu wangu. Mtu anasema hivi hata katika maombi yangu anasema jamani, watu wanaoishi kwa fulani ndani ya ndoa Mungu awabariki sana. Kuna watu wanao inspire kuolewa. Kuna watu wengine ndoa zao zinavunja moyo watu wengine kuoa au kuolewa. Na one of the thing umeongelea hapo, umesema kwamba kwa sasa wewe na mume wako hamko pamoja. Tuko pamoja. Wakati mnatengana, mlipata nafasi ya kuandaa watoto kisaikolojia ili kuweza kulipokea hilo? Na walilipokeaje? Yani hatukupanga hizi kwamba tutengane. Yani mimi nilijikuta tu niko nje ya ndoa. Yani takufa ambavyo yani mimi aliyekuja kuniambia
Kama mume wangu anaishi na mwanamke mwingine na tayari ana mtoto, alikuwa ni mwanangu mwenyewe huyo. Okay. Yaani mwanangu alitoka shule, wakati huo yuko form 2, akaenda kwa baba yake. Yeye anampenda baba yake, asema mama mimi siji da, naenda kwa baba. Wakati baba yake alikuwa anaishi Shinyanga, Tabora ya. Babake alikuwa Tabora. Kwa hiyo akamfuata Tabora. Nikampigia babake simu, wakati huo yeye alikuwa Bukoba. Nikampigia babake simu, nikamtumia nauli, yeye akapanda basi akaenda Tabora. Hajui kama baba ana mwanamke mwingine, anaenda kukaa na baba yake likizo atarudi shule. Sasa wakati amefika Tabora, akuta babake na mwanamke mwingine na mtoto pia. Hivyo mimi nilikuwa sijui. Sasa akanapata shida kuniambia. Akana nipigia sema mama, ndio hizo maswali, mama nampenda baba. Namwambia mimi nampenda. Kwa hiyo anaogopa kuniambia kwa sababu si karibu penzi la watu huko. Hivyo akakaa, lakini baadaye akaniambia, mtoto kike ni wa kike tu. Akaniambia mama, huku mama baba ana mwanamke. Na mimi bwana siko comfortable kuishi huko. Nataka niondoke huko nirudi nije Dar. Nikasema basi sawa. Nikaongea na babake akampa nauli akaja Dar. Ndo akaniambia mama kule baba na familia. Yaani hapo yeye ndo ananiambia mimi. Okay. Kwa hiyo tangi hapo ndo nikajua kumbe huyu mtu ana mtu wake mwingine. Basi. Ellen, tusikie upande wako. Wewe ulipokeaje au ulijisikiaje baada ya kugundua kwamba baba na mama hawako pamoja? Sasa hapo sijui nianzie wapi. Sababu walikuwa pamoja kuanzia chini huko. Kwanza darasa la pili kitu kama hicho. Kwa sababu nakumbuka nilikuwa naendaga Bukoba. Kaenda Bukoba hospitali likizo ndefu labda. Sasa nikarudi nyumbani. Na wale walikuwa hawapo pamoja. Yaani shortly tangia nimeondoka nimeenda Bukoba hawajaikuwa pamoja. Yaani nilivyoondoka tu kila nikirudi kila mtu yupo kwake. Mama yupo huko, baba yupo huko. Nikienda tena nimeoda sana niambia Kigoma, mimi mama yupo Dar, mimi niko Bukoba. Nimerudi tena huyu yuko huko Tabora, huyu yuko huko, mimi niko kule. Wote tulikuwa tumechangana. Kwa hiyo mimi yaani wakati naondoka naenda Bukoba niliwaacha wake pamoja. Vizuri tu. Kurudi hapo. Hapo pamoja. Kwa hiyo darasa la pili nakumbuka tuanze la 4, maana la darasa la pili mama nilikuwa mnakaa sehemu moja lakini nilikuwa nakaa nyumba tofauti. Kwa hiyo nakumbuka darasa la 4 ndo nilivyoenda kumwona baba Kigoma, nilimkuta na mwanamke. Tena alikuja kunipokea kwenye gari kabisa, alikuja naye. Tukiwa kwenye gari. Asa unajua ndo ile uweze kauliza direct sasa ni uelewe, unajua? Uelewe nini? Unajua twende tu, tunaenda ifika nyumbani ndo hivi. Sisi tunaingia naye ndani, anafanya kazi. Baada kuoga, yani mimi sikuwa tayari kwenye position ya kumuuliza direct, kumface direct. Baba pia hapendi kumface direct. Yaani kumface direct babangu atakukwepa. Kivyovyote vile atakukwepa tu. Kwa akanivuta tu pembeni, ndani akanifuta akaniambia, sasa sikia nikwambia, hapa naishi na aunti huyu hapa. Aunti yako mambo Helen poa. Usimwambie mama yako, sawa? Sawa. Usimwambie mama. Shortly usimwambie mama yako. Imeisha. Ndio. Tumekubaliana sawa. Hivyo. Kwa hiyo mimi tayari nikawa sipo kwenye position ya kuamua nimekubalianaje na hilo tukio. Kwa hiyo nikaa tu, mimi kwa muda kuna muda niliona tu baba ni sawa. Nikatulia. Lakini siku zinavyozidi kwenda, alafu kibasa mama baba kuna muda alikuwa anampigia mama simu. Sasa mama yako anamsalimia afu na mwanamke. Sasa hapo ndo mchanganyiko ilipoanza. Yaani kwa muda naongea na mama lakini na feel guilty, naona kama mama wangu najua anaongea mimi lakini huku mambo yaani ninapomwambia jinsi ninavyoongea naye mambo yanavyoendelea huko hayapo sawa. Kwa hiyo nikata nikiongea na mama nakuwa najisikia vibaya. Yaani sipo tu comfortable ile kuongea naye. Baba ananiambia baba baadaye ukiongea mama anakuwa amekaa naye sambamba nasikiliza. Usije ukatoa siri. Nikatoboa siri. Pigia sina simu na tumesimu ya baba. Nikatoboa siri. Kwa anakaa ananisikiliza. Nimemaliza. Mimi nakumbuka darasa la 4 sasa kipindi naondoka kwa sababu sikuweza kumface baba. Nilikuwa nataka kuja nimwandikie. Na wakati nakaribia kuondoka kurudi Bukoba, nikamwandikia barua nikamwambia baba, sasa mimi sijaelewa mazingira alivyokuwa kwanza nimeanza. Sijakuwa salamiki lakini sijaelewa kinachoendelea. Sababu sina information yoyote. Sina information kama nyie mmeachana. Sina information kama nyie watu hampo pamoja na besides nyie tayari mnaona ndoa mmeoana. Kwa hiyo naomba tu ilifikiria hilo vizuri, niandika barua ndefu sikumbuki sana sijui ilienda wapi.
Nikaandika nikaweka kwenye drawer yake ambayo anaitumia sana kwa kazi. Nikaiweka pale mimi nikaondoka. Nimeondoka, nimefika, nimelala. Siku moja, siku ya pili baba kanipigia simu, sema mwanangu, samahani, nimeona barua yako, nitaifanyia kazi ile tunaniambia. Haya. Mimi nimeenda zangu shule, nimerudi, napigiwa simu watu wako pamoja. Nikajua mimi nimefanikiwa. Haya. Baba na mama sasa. Nimeenda zangu Kigoma, watu wako pamoja. Tena nilifurahi sana. Nimekuta wanakaa pamoja kule Kigoma. Nilifurahi sana. Nikaona yes, at least mambo sasa yameanza kurudi. Nikaamini hivyo. Lakini sasa kilichokuwa kinaendelea mle ndani ni watu ambao wapo pamoja. Yaani wapo pamoja kama sijui nisemeje. Yaani hawapo pamoja kabisa. Ila wapo pamoja kwa sababu tu ya kwangu mimi hapa. Sasa nimekuja jinsi ninavyokuwa navozidi kufanya ile utafiti, naelewa kwamba watu walikuwa pamoja kwa sababu tu baba labda nimwandike kitu akafeel guilty, mwanangu amegundua. Kaona tuso mbaya ndio na mama kwa ajili yangu. Baba naye akaona kwa ajili yangu. Kwa hiyo walichokuwa anafanya yani ni ile tu mimi hapa kwa ajili yako. Kwa hiyo kwa pamoja mle ndani, unajua hata ukiwa mdogo hivi unakuwa kuna jifano unaelewa kama watu wanaopendana inabidi watu fulani hivi wanajulikana na tufani kama fulani. Sasa bana upande wa pili unaona kabisa mama, unajua mama nilikuwa namtaga ana play ile housewife duty ile. Yaani yeye alikuwa ni housewife. Kisha vyombo, kafua, kapiga pasi. Mwanangu asubuhi anatoka. Yaani mimi nilikuwa namuona housewife, sije kumuona wife ndani. Yaani nilikuwa namuona sisi nimefanya kazi ambaye ameolewa. Simuoni mke ndani ya ndoa. Short labda niseme hivi kama nitaeleweka. Kwa hiyo definitely mamangu alikuwa yaani mpaka nilikuwa namshangaa. Yaani baba ametoka amechelewa, ni amepika, ameosha vyombo, ameenda kufua, maji ya kuoga mume wangu. Lakini watu zote wanapendana. Sio mbona watu siwaoni interact kama watu ambao wanapendana. Sioni kabisa hicho kitu. Na by that time ulikuwa na umri gani? Nilikuwa mdogo. Nikamika darasa la 4. Na 4. Nilikuwa 8 au 9 hapo. Okay. Wewe nilikuwa mdogo. Sasa waangalia sio wanapendana, lakini hivyo huwezi kuuliza. Kati ya mimi na mama, mtu ambaye alikuwa na access kubwa ya simu ya baba alikuwa ni mimi hapo. Okay. Mimi nilikuwa mamangu somo sana wa kutumia electronics. Hivi vitu vya teknolojia. Kwa hiyo mimi kwenye kompyuta ya dadi nipo, afu babangu sasa alikuwa ameunganisha kompyuta yake na simu. Kwa hiyo kwenye simu message zinaingia WhatsApp na kwenye kompyuta yake zinaingia. Kwa hiyo kuna muda hata kama na simu yake imeondoka nayo, lakini kwenye kompyuta kuna message zinaingia ambazo yeye na anavyojibu yeye vinaingia kwenye kompyuta. Mimi nilikuwa naanza kwa sababu mimi nilikuwa natumia sana vitu vyake. Nilikuwa kompyuta yake nazitumia, mama alikuwa hana uwezo kuzitumia. Kwa hiyo mimi nilikuwa rahisi sana kujua kama babangu ana. Kwa sababu baba simu yake ilikuwa na password sehemu zote. Na mimi nilikuwa nazijua kwa sababu usijana kufuatilia pia nilikuwa karibu sana na baba. Kwa hiyo simu yake nilikuwa mara nyingi nayo mimi, mara nyingi message zinazoingia kuna na kabisa mwingine nilikuwa nawajua. Yule mwanamke alikuwa anakaa pale, yani maeneo ya Kigoma. Hajawahi kuondoka, sio nimekutana mpaka nje tukasalimiana, mama yupo ndani. Kwa hiyo mimi nikitu ambacho nimekijua kabla ya kama mama ya kufika nyumbani. Kwa hiyo nilikuwa najua. Sasa kuna kipindi ilifika nikamkuta mama ameshika simu ya baba. Tena nahisi aliniomba mwenyewe password. Nakumbuka aliniomba password, nilikuwa kwenye bembea, akaniambia nini? Naomba niambie password ya babako. Kaambia haya, kashika simu nikamtolea nikampa. Baba akakaa kwenye bembea pale akaanza kukagua simu ya mama, ameweza kukagua simu ya baba, amekagua. Akarudi kanyongonyea. Yupo sisi. Sasa hawezi kuongea. Yaani tuko sehemu moja. Baba kama nilivyosema, sio mtu ambaye anapenda umfuate direct. Hata direct anakukwepa, hakujibu. Tu alikuwa atakupusha wewe, yani asikupe kitu unachotaka. Kwa hiyo kabla nilikuwa namsikia mama anambia baba, nani mume wangu basi tuongee. Mimi nimechoka sasa hivi, nimechoka nini. Anajua kaja tu kwa sababu huwezi tu from nowhere akakataa kuongea. Atakukopa tu nimechoka, sijui nini, kazi nimechoka. Nikaa nasikia, lakini ndio hivyo mimi wanafikiri nimelala, kwa hiyo mimi nimelala. Siamki, lakini nawasikia wanapokuwa wanaongea. Kwa hiyo naona tu mama yangu, yani baba akisema mama tayari anakuwa hana tena nguvu ile. Mama pia sio mtu wa ugomvi, sio mtu wa kufuka na kutoka kuongea. Kwa hiyo mama akatasa mama basi kama mara 3 hivi nimsikia namwambia kama baba haku react kwa chochote kile, aendelea kulala kama haimuhusu anachoendelea. Sasa kibaya ni kwamba mama akaamka asubuhi akampigia tena pasi. Akampikia tena chai. Akapika chakula cha usiku. Sema isee. Umekuja. Sasa kama haya ndo ndoa ilivyo. Kwa hivyo unaolewa ili mtu uwe housewife.
Kitu ambacho kinaniumiza, yani nikasema mimi siwezi. Yani mama tunamwangalia sema mimi siwezi. Yani jana tu kanipuzia vile afu leo niamke nifanye kama na mimi nampuzia, si nafanya kama muone. Yani nikasema ana feel wapi mzee? Sio unambwaga. Ellen bwana. Mimi nikawa tayari yani naona kama sasa mama anazingua, baba yani kama wote tayari wanazingua. Wote wanazingua. Anazingua kusikiliza mwenzake, wewe anazingua, yani mzake anamfanyia vitu ambavyo sio vizuri, alafu yeye bado anakuwa vile vile yani active. Bwana mamangu anazingua ise. Bwana mama anakaa anaongea na mimi pale, bwanangu hivi na baba yako tu msamee sijui nini. Nikisema mimi sielewi kabisa, yani sielewi machi kinachoendelea. Well, lakini definitely paka tunaondoka. Kuna muda mama alikuwa anatamani ile mume wangu ni naye kanisani, tuende kama mama alikuwa anamsana kwenda kanisani. Tuende naye kanisani. Baba kanisani paka umlazimishe, umbembeleze, yani sema kitu chochote kinaumiza kwa sababu ni familia tu, ni Jumapili uendi kazini, tuende kanisani tu, unaenda tu unaonekana naye, unarudi. Baba sio mtu hivyo. Tena tu usindikiza atauli zake nyumbani. Yeye sio mambo yake. Mama akaona basi sio mbaya, akawa shona nguo, basi mbao mtushoni sare. Hata shona sare basi. Baba naye kuvaa naye paka tena anaanza kumlazimisha. Basi vaa nguo tupige picha. Kwenye picha hata za kusmile. Baba smile. Basi baba mapozi kidogo mnani mke wako hivi. Paka tie naye na yani kazi. Kwa hiyo unaona tukawa watu yani kuna tension ambayo energy zao yani hazija flow pamoja. Yani unaona kwa hizi energy zimeachana, yani ni wanandoa ambao energy zao hazipo. Kwa hiyo kwa muda ule mimi sikujua kama sikujua kama imeniathiri wala nini. Ni kama tu nilibaki moyoni na unsolved questions na yani vitu emotional damage ambazo tayari zimevurugika. Na mimi pia nilikuwa sijawahi kujua kama nimewachukia wazazi wangu kunipeleka kule Bukoba kipindi kile. Sikujuaga. Kwa sababu mimi kusema kweli kule Bukoba nahisi nimeathirika sana kuliko hata kuathirika huko kwenye ndoa. Kwa sababu nakumbuka nilipoenda Bukoba niliumwaga, nilikuwa na allergy na manyasi, yani manyasi nikikalia tu. Yani kinishika tu hivi, ni vipele mwili mzima. Nilikuwa na vipele. Jamani nilikuwa na vipele mwili mzima. Yani mimi ni darasani nilikuwa natengwa nyuma. Kwa sababu nilikuwa na vidonda kwenye masikio, kichwani na vidonda, nimenyoa upala, vipele vimeshuka huko, mavidonda. Kwa hiyo nilikuwa mara nyingi na mimi kuna sisi nakaa nyuma, kwa hiyo kuna kipindi mkawa sina marafiki. Yani sio nisemeje, sina marafiki, sitamaniki, huwezi kukaa na mimi. Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa natenga ni mtu ambaye watu wanamuonea huruma, yani jamani pole, kila mtu pole. Afu nilikuwa kuna shule ya boarding, afu shule yetu tulikuwa chekechea lakini kuna prep asubuhi. Na moja. Darasa la kwanza mama, kuna moja prep. Saa 11 alfajiri. Na usiku pepo ipo. Tuko chekechea, sio tuko darasa la kwanza hapa lakini pepo ipo. Tunafanya hivi kali, yani sister lakini kali. Tunaenda kanisani saa 11 sio dakika ngapi tu kanisani kila siku. Na mkichelewa mnapigwa, kama unajua sasa unapigwa bakolo unaingia. Kulikuwa kuna shule fulani hivi ambayo mazingira yake yaniathiri sana. Kwa hiyo nikawa mtu fani hivi, yani sina marafiki, yani ni mtu fani hivi. Upendo ule afu ndio hivyo wazazi tena ndio hivyo hawapo. Pia mimi nataka ni kujua kwa sababu mimi kwa kweli na nilikulaga vidonge sijui 6 wakati una umri gani wakati unafikiria kujua? Niko la 3 4, yani ni darasa la 4 3 hapo 4 4 nakumbuka. Kaona bora ufe. I say bibi akasema yanajua bana. Japo nikaomba kujua akasema ngoja nijaribu. Kama maji machafu hivi, maji kwa machafu kwa ile dawa. Ukajaribu kunywa maji machafu na dawa. Dawa nikanywa. Kaenda nikaja nitakufa. Sagana msho asubuhi. Kwa hiyo ndio hivyo. Ikawa hivyo. Bibi yangu alikuwa ni mtu anatumia sana kauli ambazo sio. Na pia alikuwa kwa sababu alikuwa amejeuliwa na ile ilikuwa mjane, alikuwa sio mtu sana kutoa upendo. Yani ni mtu fani hivyo ghadhabu sana. Yani kuishi naye inahitaji ile kama ni kulia usilie, ukilia unaonekana kama wewe ni mtoto wa dao, mtaka huko umelea dao, umelea dao, unataka uje kudekea unaonekana una deka, kwa hiyo inabidi uwe strong, uishi naye tu ile anavyoenda. Kwa hiyo ikawa hivyo, na wazazi wangu pia nao ikawa hivyo, naishi nao mbali, sina muda kanao. Wazazi wangu wenyewe upendo walikuwa ndio hivyo, kwa shida. Kwa kabaki